Karibu sana katika episode ya 7 ya recap yetu. Kama bado hujitazama sehemu ya 6, kisha unagusa pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia maskini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Tayari Mwamba JE ameshaingia ofisini rasmi. Na mtu ambaye alikuwa ameandaa mpango huu wote alikuwa anafahamika kama bidada Wayang, ambaye alisema kwamba JE anatakiwa kutambulika rasmi kama ni sehemu ya wakurugenzi ndani ya kampuni. Kwa hiyo Mwamba anatakiwa kuwa na ofisi yake rasmi. Lakini ile time anaingia ndani ya ofisi yake akashangaa kumwona bidada Kim. Alafu bidada Kim kwa madoido sana akasema, kuanzia sasa hivi mimi ni model rasmi katika kampuni yenu. Kwa hiyo naomba nionyeshe uwezo wangu rasmi wa kuweza kujionyesha mavazi. Akaanza kuonesha namna ambavyo mavazi anayachambua vizuri. Bidada Wayang alikuwa akimtazama Mwamba alipokuwa akimtazama bidada Kim. Akawa anahisi labda huenda jamaa atakuwa amevutiwa na bidada. Ni kama kuna kitu ambacho Wayang anakitaka hapa. Hasa baada ya kazi Mwamba ikabidi kumpitisha bidada Kim pale nyumbani kwake. Lakini bidada akajifanya amesahau simu yake maksudi ndani ya gari ya Mwamba. Alafu akawa amerudi mpaka nyumbani. Kwa hiyo ni kama bidada Kim anataka ujirani mkubwa sana kati yake na Mwamba JE. Sasa siku ya leo bana, upande wa pili huko bidada Bongsani amemtembelea yule daktari wake wa akili. Akaanza kusema kwamba niliachana na boyfriend wangu wa kwanza kwa sababu nilikuwa nahisi kwamba kazi yangu muda wote inaweza kaniletea matatizo. Sikutaka kumwacha mtu wangu katika hali ngumu, kwa nikaachana naye. Sitamani nilichoweza kukikimbia nikikute katika mahusiano yangu mapya. Yaani kiufupi ni kwamba najisi hatia kuingia katika mahusiano haya. Mwamba akawa amemkumbatia bidada na kumfariji sana. Sasa kwa bahati mbaya Mwamba JE alikuwa anaingia wakati huo akakuta daktari amemkumbatia bidada. JE hakujua kwamba huyu ni Bonsang. Basi akawa anasubiri pale nje makumbatiano yaweze kuisha. Baada ya kuisha makumbatiano akawa anaingia ndani ili kutazama. Si anashangaa kwamba ni bidada Bonsang. Ina maana bidada Bonsang anatembea na dokta. Hata naye bidada Bongsan alikuwa anashangaa sana kumwona Mwamba JE katika mitaa hii. Basi moja kwa moja akawa anatoka nje kwa aibu. Mwamba JE akawa amemfuata bidada akamwambia kwamba ina maana wewe una mahusiano na huyu daktari? Bidada akasema ndio, na mahusiano naye, ni wapenzi sisi. Mwamba hii kitu ilimpiga mpaka ndani ya kichwa, yani akuamini macho yake kwamba kumbe huyu daktari ana date na bidada Bongsan. Sasa kwa nini hakuniambia? Mwamba alirudi ndani kwa hasira sana, akamfuata dokta na kumuuliza kwamba wewe una date na bidada Bongsan, lakini daktari akasema hapana, yule ni mgonjwa wangu. Akauliza ni ugonjwa gani ambao unamsumbua mpaka kila siku akufuate wewe? Huyu dokta hajawahi kuvunja sheria zake hata siku moja. Akasema siwezi nikatoa taarifa za mgonjwa kwa mtu yeyote yule, kwa hiyo kamuulize wewe mwenyewe kama anasumbuliwa na ugonjwa gani. Basi Mwamba JE akawa ametoka out kidogo na huyu daktari, walikunywa sana siku hiyo, akawa ameelewa kweli kweli. Akapiga simu pale kituo cha polisi, nahitaji kuongea na afande Bongsan, kuna shida ya muhimu sana. Basi bidada Bongsan alipoambiwa na mkuu wake wa kituo kwamba atembelee katika baa fulani, kuna mtu anahitaji kuonana naye, alikasirika sana kwa sababu alikuwa amechoka, afu ilikuwa ni usiku sana. Ni nani anataka kuonana na mimi bana? Basi bidada moja kwa moja akafunga safari mpaka kuelekea katika ile eneo la baa ambapo amepigiwa simu na mlevi anahitaji msaada wa kufikishwa nyumbani. Kuja kutazama hivi anashangaa ni Mwamba JE. Ikabidi kuweza kumchukua na moja kwa moja akampeleka nyumbani. Sasa amemfikisha nyumbani, akaanza kukagua nyumba ya Mwamba. Ghafla bin vu akakutana na kale katoto ka bidada Wayang kakiwa kanatembea hapa ndani, akakasalimia. Baadaye kidogo akashangaa Wayang anaweza kujitokeza. Alafu Wayang ina maana anaishi katika nyumba moja na boyfriend wake. Hii kitu ikamsababisha bidada kupata wasiwasi kidogo juu ya usalama wake katika mahusiano. Bidada akiwa amekata tamaa kabisa akataka kuondoka kwa hasira, lakini wakati huo Mwamba JE akawa ameweza kujitokeza. Na namna ambavyo Mwamba alikuwa amejitokeza, aligundua kwamba lazima kutakuwa kuna shida kubwa sana katika mahusiano yake. Akamkimbilia bidada aliyekuwa anaondoka kwa hasira, akapanda gari, lakini bidada alikuwa aongei na mtu yoyote, yani hacheki na wowote, anatiririka tu machozi. Mwamba akaanza kuzungumza kwa kusema kwamba mimi ndio nilisababisha ajali iliyoweza kuteketeza maisha ya mume na yule bidada Wayang. Kutokea wakati huo nilichukua jukumu la kuihudumia familia ile na kuhakikisha kwamba kila wakati nakuwa jirani nao, na ndio maana naishi nao nyumba moja. Bidada kidogo ndo akawa ameweza kutulia, wakaingia kijimgawa fulani hivi cha jirani. Kisha Mwamba akaendelea kusema kwamba katika umri wa miaka 17 tu mimi na bidada Wayang tukawa marafiki, na katika umri huo tuliendelea kuwa marafiki mpaka siku ambapo Wayang aliweza kuolewa, na baadaye nikaja kusababisha kifo cha mume wake. Bidada Bongsan ndo akawa ameweza kuelewa jinsi mambo yalivyokuwa yanaenda, akampa pole sana huyu mshikaji wake ambaye ni boyfriend wake pia. Lakini sasa mtihani ikawa ni kwamba ina maana kwamba bidada Wayang ndio alimlazimisha Mwamba JE kuhakikisha anakopa jirani naye wakati wote. Sasa bidada Bongsan kabla ya kuanza kuchukua hatua zake za kinizamu, moja kwa moja akamtembelea yule daktari wa akili, akaanza kumwambia kwamba nahitaji kufahamu juu ya tukio la ajali iliyoweza kutokea zamani kidogo iliyokuwa inamhusu mume wa bidada Wayang. Lakini hata kabla ya daktari kufungua kinywa chake kuanza kumjibu bidada Bongsan, ghafla tu bidada Wayang akawa ametokea katika lile eneo, akasema kwamba ni nini ambacho nataka kukipeleleza kuhusiana na maisha yangu wewe? Alafu nikuonye tu kwamba usijaribu kuwa jirani na Mwamba JE kwa sababu mimi sikubali na sitokubali mtu yote wa karibu na mimi kudeti na mtu wa kawaida kama afande tu katika kituo cha kawaida kabisa kama wewe. Lakini bidada Bongsan alikataa kabisa na akaapa kuwa upande wa Mwamba JE. Na alipotoka hapo basi akamtembelea JE alikuwa anasimamia zoezi la upakaji wa rangi sehemu fulani. Baada ya kufika pale akamkumbatia jamaa, akamwonea huruma sana, akasema kuwa bidada Wayang anakuendesha sana, anatumia udhaifu wa ile ajali iliyoweza kutokea. Lakini mimi na hapa kwamba nitapigana juu ya usalama wako, nitapigana juu ya haki yako ya msingi, nitapigania uhuru wako, na siku moja utakupa
uhuru kabisa. Basi Mwamba alifurahi sana kusikia maneno mazuri kutokea katika kinywa cha msichana ampendaye, yani bidada Bongsan. Wakati huo tu bidada ameweza kuondoka, bidada Kim akawa ameingia na kujiangushia katika rangi, kisha akasema kwamba anahitaji kuja kwako nyumbani kwako Jehili nije kubadilisha nguo. Basi Mwamba bila iana yoyote ile akampeleka bidada nyumbani na akamuonesha bafu lilipo. Baada ya bidada tu kuweza kuoga, akavaa vinguo fulani vya mitego, kisha akamfuata Mwamba Jehili akawa anamsogelea jirani, mimi nataka bana. Mwamba akamsukuma bidada taratibu, afu akasema kwamba mimi tayari nina girlfriend wangu so unaweza katafuta mwanaume mwingine, wako wanaume wengi tu kwa ambao wanatafuta ma girlfriend, katafute mwingine sawa Siku ya kesho bana, kituo cha polisi palichangamka kidogo kwa sababu maafande walipokea pizza kila mmoja paketi moja moja. Mwamba alikuwa amewaletea kila mmoja na bidada Bongsan akawa amemwandalia moja. Basi bidada Bongsan alifurahi kweli kweli yani. Lakini wakati huo tu anaendelea kuenjoy, mara simu ya Wayang ikawa inapigwa na kusema kwamba nakuhitaji ofisini mara moja bana, sitaki ukae mbali na ofisi, haraka sana. Ikabidi Mwamba aweze kumwaga bidada Bongsan na kuelekea ofisini kwenda kusikiliza bidada Wayang ana shida gani. Akafika akawa anamuonesha pale ujumbe ambao unatapakaa katika mitandao ya kijamii. Huu ujumbe unasema kwamba ile begi iliyokuwa imepotea bilioni 1.1 kumbe ulikuwa ni mchongo wa kampuni wenyewe ndio walikuwa wameweza kuandaa. Sasa bidada akawa anasema kwamba ni nani atakuwa amevujisha taarifa hizi zaidi ya yule afande. Mwamba Jehili akahitaji kupata udhibitisho kutoka kwa huyo mwandishi alikuwa ameandika ile habari. Basi akaenda kumhoji na baada ya kumhoji kweli kweli yule mwandishi akasema kwamba bidada Bongsan ndio alikuwa amempa hizo taarifa. Lakini Mwamba hakumaindi sana kiivo, akawa amekutana na bidada Bongsan. Hasa siku ya leo Mwamba Jehili akafanya kikao kwa njia ya mtandao na moja kwa moja akaanza kuzungumza kwa kusema kwamba amerudi ofisini rasmi na yeye ndio bosi na mkurugenzi katika kampuni hii, na kuanzia sasa atakuwa anachukua majukumu yake kama bosi kama kawaida. Mbaya zaidi kilichokuwa kimemkera bidada Wayang ni pindi alipokuwa akimshukuru bidada Bongsan na kumtambulisha kama mpenzi wake rasmi. Hii kitu ilimkera sana Wayang. Sasa bana, ikabidi moja kwa moja party iweze kuandaliwa na bidada akawa amepigia simu bidada Kim na kumwambia kwamba jiandae, siku leo tunakwenda kukutambulisha kama modo wa kampuni. Sasa katika party hii hata yule daktari atakuwepo, lakini pia na Mwamba Jehili alikuwa amembatana na huyu daktari wanaelekea huko. Sasa ile wamefika kwenye party, basi moja kwa moja bidada Kim naye akawa anashuka pale. Sasa Mwamba yeye alipoweza kuingia hapa, Mwamba Jehili akawa ameboeka sana kwa sababu haumuoni girlfriend wake, lakini mbaya zaidi ni kwamba hakualikwa hapa. Kwa hiyo ikabidi Mwamba kumpigia mpenzi wake na kuanza kumjuza juu ya kila kitu ambacho kinaendelea hapa katika maeneo ya party. Sasa wakati huo bidada Kim akasema nakuachia wallet yangu hiyo uniangalizie, mimi naenda bafuni mara moja. Okay bana, bidada Kim akawa ameondoka na kumwachia Mwamba wallet. Hasa kumbuka kwamba bidada Bongsan akiwa yuko pale nyumbani akiwa anampangia bidada Kim nguo zake, alishtuka kwamba kuna nguo ya kiume ambayo bidada Kim alikuwa ameweka katika nguo zake. Hii nguo wote tunakumbuka kwamba ni Mwamba Jehili alimkabidhi bidada Kim baada ya kuweza kulowana katika rangi na akamwambia kwamba badilisha, akazivaa zile nguo na baada ya kuzivaa bidada akawa ameondoka nayo akarudi nayo mpaka nyumbani. Sasa bidada Bongsan akawa anampigia bidada Kim kumwambia kwamba hii nguo ya kiume ni ya nani? Mimi nataka nikupangie nguo zako, niipange na yenyewe au nisipange? Sasa kwa sababu bidada Kim yuko bafuni, simu yake ilikuwa inaita tu hapa katika eneo ambalo Mwamba Jehili yupo, akawa amepokea, lakini hakuongea kitu chochote kile wala kugundua kwamba alikuwa anapiga ile simu alikuwa ni bidada Bongsan. Basi dakika hiyo hiyo kuna mgeni mmoja ambaye alikuwa amefika hapa, ni msichana mrembo kweli kweli aliyekuwa ameletwa na bidada Wayang. Na huyu msichana mrembo alipoweza kumwona Mwamba Jehili akasema kwamba wewe kaka samani, naweza kukupatia business card yangu tuage tunawasiliana, lakini Mwamba akasema hapana, mimi niko kwenye mahusiano. Sasa watu wakabaki wanashangaa, upo kwenye mahusiano ndio ukate business, kwani wewe umesema nakutongoza? Sasa ikabidi Mwamba Jehili kuanza kusema kwamba mbona huyu bidada ndio kawaida yake, huyu bidada Kim ni kawaida yake, huwa anafanya kila anachoweza ili mradi tu aweze kumpata mwanaume mwenye pesa, ndio tabia yake. Kwa mimi hata siko tayari kuchukua namba ya mwanamke yote yule, nimejifunza kutokea kwa huyu bidada Kim. Hasa bidada Kim kuona kwamba amechanwa makavu mbele ya watu wote, hii kitu ilimuumiza sana, yani ilimuumiza so kidogo, akatoka nje akiwa na mawazo mno. Bidada Kim akiwa anasubiria taxi iweze kumchukua aondoke zake kwa aibu, ghafla tu Mwamba Jehili akamfuata na kumwambia kwamba naomba nikupatie lift. Basi bidada hakuwa na namna yote, akapanda katika gari ya Mwamba. Sasa Mwamba akiwa kwenye gari akawa anampigia bidada Bongsan, anaongea naye maneno matamu mno, namna ambavyo bidada Kim alikuwa akimshuhudia Mwamba Jehili anavyoongea na bidada Bongsan. Basi alijisikia wivu na kusema kwamba natamani mwanaume atakayekuwa anaongea maneno matamu kama wewe, mwanaume ambaye atanijali kama unavyomjali mpenzi wako. Lakini Mwamba Jehili akawa amekaa kimya tu. Wakati huo ameweza kumfikisha bidada katika nyumba ambayo bidada Bongsan anaishi, ila amemtua tu pale nje. Bidada basi akashindwa kujizuia na kuanza kumkisi Mwamba Jehili na kusema kwamba mimi nakupenda wewe. Hasa wakati Mwamba Jehili anajitahidi kujitoa kutokea katika lile kisi la bidada Kim, kumbe bana bidada Bongsan naye alikuwa anatoka nje. Wakati huo aliweza kushuhudia ile kisi namna ilivyokuwa inaweza kupigwa. Sasa kwa sababu yuko mbali hakuona kwamba Mwamba alikuwa anang'ang'ana kujitoa. Mshikaji baada ya dakika moja hivi la kupiga kisi kwa muda mrefu anageuza macho yake hivi. Sasa ndo anashuhudia kwamba bidada Bongsan alikuwa hapo jirani. Bidada mpaka aliishiwa nguvu akajikuta mpaka anaanguka chini. Mwamba haraka sana akamfuata bidada Bongsan na kuanza kumwambia kwamba haya yanazungumzika bidada, yanazungumzika kipenzi. Mwamba alijitahidi sana kujitetea kwa bidada Bongsan, lakini baadaye nyakati za mwisho kabisa jamaa akasema kwamba mimi nilikuwa nimemleta tu hapa nyumbani, alafu bidada ndo akanalazimisha ile kisi unajua. Bidada Bongsan akasema kwamba hivi unadhani kazi yangu ya polisi imekuwa ya kizembe namna hiyo nishindwe kugundua ukweli na uongo? Hivi unajua kwamba mchana nilipoweza kupigia simu niligundua kwamba wewe ndio umeweza kupokea ile simu, lakini baada ya
kuunganisha matukio, nilikuja kugundua kwamba mpaka kuna shati ya kiume ambayo ulimpatiaga bidada Kim na akaja nayo hapa nyumbani. Ile shati nikakumbuka kwamba nimewahi kukuona wewe umevaa, ile ilikuwa ni shati yako. Bidada Bongsan kwa masikitiko akasema kwamba sikutarajia katika maisha yangu kwamba siku moja nitakuja kuangukia kwenye maisha ya mkaka muhuni na malaya kama wewe. Sikutegemea kabisa maisha yangu. Bidada Bongsan alimsukuma mwamba kaasila sana na akasema usije ukanitafuta tena katika maisha yako mbwa wewe. Moja kwa moja bidada akawa ameondoka kwa hasira. Unadhani nini ambacho kitakwenda kujili? Hasa bana, hii picha inaelekea mwishoni sana mpaka dakika hii. Ningekuomba jambo moja, chukua namba yangu ya WhatsApp hiyo hapo katika screen, ni text pale, andika tu jina lako kwamba anaitwa fulani. Mimi nitakwenda kulisave jina lako na utakuwa unaweza kuona status zangu. Kuna tangazo la filamu mpya ambayo itakwenda kuanza, nitalituma katika status yangu. Kwa ni muhimu sana ukiwa na namba yangu ya simu, kama ukiwa umeisave, nitumie tu jina lako na mimi nitakusave, kwa utakuwa unaona matangazo ya picha mpya ambazo zinakwenda kutoka. Lakini pia nikusii kugusa alama ya kusubscribe hapo na kutembelea katika channel ya mdhamini wetu kwa kuweza kugusa alama ya kusubscribe pia katika channel yake ili uweze kutisha sana na endelee kutusupport. Kumbuka kwamba picha hii tunakwenda nayo leo mpaka finali.